أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بعدكم حميد Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehma Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuko kwenye aya ya 12 katika suratul Hujurat. Kwenye kuitafsiri sura hii, adabu ambazo ziko ndani ya hii sura leo, ambayo yamekusanywa na aya ya 12, ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala pia kwanza anadia waumini, ya ayyuhalladhina amanu ijtanibu kathiran minadh-dhann, enyi mlioamini jiepusheni na dhana nyingi. Ijtanibu kathiran minadh-dhann, jiepusheni na dhana nyingi. Inna ba'dha adh-dhanni ithmun, hakika baadhi ya dhana ni dhambi. Wala tajassasu, wala musifanyiane ujasusi, musichunguzane. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, wala wasisengenye baadhi yenu kwa baadhi, kwa maana musisengenyane. Ayuhibbu ahadukum, je anapenda mmoja wenu, an yaakula lahma akhihi mayita, kula nyama ya ndugu yake akiwa amekufa. Fakarihtumuhu, hilo mtalichukia. Wattaqullaha, na mcheni Mwenyezi Mungu. Inna Allaha, hakika Mwenyezi Mungu, tawwabur rahim, ni mwingi wa kusamehe. Mwenyezi Mungu ni tawwab, mwenye kusamehe. Rahimun, Mwenyezi Mungu ni rahimu. Aya ya 12 katika suratu Al-Hujurat. Kuanzia mwanzo wa sura tunaona Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kila anapotaka kuleta funzo na kuieleza ile adabu ambayo yani adabu ambazo ziko kwenye sura hii, huanza kwa nida ya ayyuhalladhina amanu, na leo ameanza kwa hii nida. Na wanavyoni wa tafsiri kwenye hili wasema tasdirul khitabi bi ya ayyuhalladhina amanu, huanza kwa mazungumzo ya ayyuhalladhina amanu, yadullu ala al-inayati bihi, yadulisha inaya, yadulisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuwa na inaya ya hali ya juu kwa hii nidaa, kuwa nadia waumini. Ndipo ikapokewa kutoka kwa Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu kuwa amesema, idha sami'ta Allah yaqul, Abdullah ibn Mas'ud asema, ukimsikia Mwenyezi Mungu asema ya ayyuhalladhina amanu, far'aha sam'uka, kwa maana masikizi yako sasa yachunge, ya hifadhi. Abdullah bin Mas'ud asema, ukisikia Mwenyezi Mungu asema ya ayyuhalladhina amanu, basi mashikio yako ya hifadhi. Fa imma khairun tu'maru bihi, Abdullah ibn Mas'ud asema, imma huwa ni khairi wataka kuamrishwa, wa imma sharrun tunha anhu, ama ni shari wataka kukatazwa. Kwa hivyo unaposikia tu katika Qur'ani ya ayyuhalladhina amanu, zinduka kabisa na kuwa chonjo kabisa na mashikio yaanze kuhifadhi, kwa sababu imma huwa ni khairi mwataka kuamrishwa, ama huwa ni shari mwataka kukatazwa. Yani kisha katafsiri kusema imma khairun wa imma khairun
tuhsalu bihi al-ibratu wal-itti'adh, na imma ni khairi ambayo kutapatikana mazingatio na kutapatikana mawaidha. Kwa hivyo msikiapo ya ayyuhalladhina amanu, mashikio yawe chonjo kutaka kujua lipi litakaloamrishwa na ni lipi litakalokatazwa. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab, Yusuf aya 111. Hakika imekuwa katika visa vyao, kule kuhadithia visa vya mitume kwenye Qur'ani ni mazingatio kwa wenye akili. Kwa hivyo munadiwapo na Mwenyezi Mungu, mashikio yawe chonjo ili mutake kupokea amri ya Mungu ama mutake kupokea katazo la Mwenyezi Mungu kwenye jambo. Na hapa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameeleza kwenye neno lake, baada ya kusema ya ayyuhalladhina amanu, enyi mulioamini. Haya, waumini wote wako chonjo kutaka kujua ni jambo gani ambalo lataka kuamrishwa ama ni jambo gani ambalo lataka kukatazwa. Imekuja amri kusema ijtanibu kathiran min adh-dhann, ijtanibu kathiran min adh-dhann, jiepusheni na dhana nyingi. Pana kaida ambayo ni mukarrara fi ilmi al-usul wanaosema al-amru ala shay'in nahyun an dhiddihi. Al-amru ala shay, amri ya Mungu ya jambo, basi huwa pana katazo la kinyume chake. Yani unapoamrishwa jambo huwa pana katazo la kinyume chake, na unapokatazwa jambo wakati mwingine pana amri ya kinyume chake. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hapa ametoa amri ya kujiepusha, watu wajiepushe na dhana nyingi. Kisha kasema inna ba'dha dhanni ithmun, baadhi ya dhana ni mbovu, ni dhambi. Sasa mwanadamu ambaye amenadiwa kwa nidaa ya imani, enyi mulioamini, kazindushwa na Abdullah ibn Mas'ud, awe chonjo kupokea litakiwalo, ni amri ama ni katazo. Sasa ikiwa pana dhana mbovu, tena Mungu kasema kathiran min adh-dhann, ina maana ya kwamba pana dhana nyingine si dhambi. Sasa ni wapi ambapo utaruhusika wewe ufanye dhana na ni wapi ambapo kumekatazwa hizi dhana? Mwenyezi Mungu hapa kasema kathiran min adh-dhann, walam yaqul, hakusema ijtanibu dhanna kullahu, jiepushe na dhana zote. Hakusema jiepushe na dhana zote, kasema ijtanibu kathiran min adh-dhann. Kwa nini? Wanavyoni wasema lianna dhanna yanqasimu ila qismain, kwa sababu dhana hugawanyika vigawanyo viwili. Kigawanyo cha kwanza, pana dhana ya kheri, dhana mzuri ya kumdhania mwenzako mwanadamu. Wanavyoni wasema dhana mzuri ya kumdhania mwenzako mwanadamu, hadha matlubun an tadhunna bi ikhwanika khaira, hili latakikana kuwadhanie ndugu zako ya kheri, maadamu ahlan lidhalika, maadamu wao ni watu wa kheri, wenyewe kwenye hilo la kheri. Maana kuna watu katika kujuana kwetu sisi tuweza kujua kwamba kwa kuna watu fulani ni ahlan lil khair, kuna watu fulani ni ahlan lishar, yani hawa wenyewe katika mambo ya khair, na kuna wengine tunawajua kwamba kuwa hawa ni watu wa shari. Sasa angalia wanavyoni walivyogawanya hizi dhana kwa kusema dhana ni sampuli mbili. Pana dhana mzuri ya kundhania mwanadamu, kwa hivyo watakiwa udhanie ndugu zako mambo ya khairi maadamu wao wasifika na mambo ya khairi. Na huyo mwenye kudhaniwa ya khairi walisema ni nani? Sema wa huwa almuslimu alladhi dhahiruhu aladala,
ni ule Muislamu ambaye udhahiri wake ana uadilifu, ni mtu akupenda uadilifu. Fa inna hadha yudhannu bihi khaira, mtu kama huu hupewa dhana mzuri kwa sababu mwenyewe ana sifa za uadilifu. Wa yuthna alayhi bima dhahara lana min aladalati, na hupewa sifa kwa lile lililodhihiri kwetu kutokamana na uadilifu. Sasa tutamsifu mtu kulingamana na vile ilivyodhihiri kwetu kutokamana na uadilifu wake, na dhana zetu kwake mtu huyu hutakiwa ziwe ni dhana mzuri. Hiki ni kigawanyo cha kwanza. Kisha akasema fa innahu la yahillu an yudhanna bihi dhanna as-su, si halali kwa mtu kama huyu ambao imedhihiri uadilifu wake basi kundhania dhana mbovu, kumpa dhana mbovu, kama jinsi wanavyuoni walivyoweka wazi wakati wanavyuoni waliposema rahimahumullahu ta'ala, yahrumu dhannu as-su'i bimuslimin dhahiruhu al-adala, ni haramu kundhania dhana mbovu Muislamu ambaye udhahiri wake ana uadilifu. Muislamu ambaye udhahiri wake una uadala, uadilifu, basi ni haramu kundhania dhana mbovu na kumpa dhana mbovu. Ndiyo mafunzo na ndizo adabu tunazofunzwa leo kwenye aya ya 12 katika suratu Al-Hujurat. Ama dhana mbovu, wanavyoni wasema, amma dhana mbovu biman qamatil qarinatu, kwa yule ambaye qarina zimesimama ala annahu ahlun lidhalika, kwamba kwa huyu asifika kwa uovu, ni ahlan kwa mambo ya uovu. Kukapatikana qarina fulani za kukujulisha wewe kupitia kwa vijisababu hivi, sisi twaweza kumjua kwamba kwa huyu mtu muovu. Wanavyoona wasema mtu kama huyu, fahadha la haraja ala al-insan, huyu itakuwa si ubaya kwa mwanadamu, an yadhunna as-su'a bihi, kudhani mabaya kwake. Walihadha min al-amthali al-madhrubati as-sa'ira, kwenye hili wanavyoona wasema pana mifano yenye hupigwa mifano, na mifano hiyo yajulikana na inapita kwenye ndimi za watu, wakati waliposema ihtarisu minan nasi bisu'i dhanni, jihifadhi kwa watu kwa dhana mbovu. Hapa wanazuoni wasema walakinna hadha laysa ala itlaqihi, si kwa itlaqi yake, kwa kuwa wewe ujihifadhi na dhana mbovu kwa kila mtu kama huwa maalum. Wa innamal muradu, lakini makusudio, ihtarisu minan nasi, kwa maana jihifadhini nyinyi kwa watu, alladhina hum ahlu dhanni su, wale ambao wenyewe ni watu wa dhana mbovu. Fala tathiqu bihim, musiwaamini watu hao kabisa. Na mwanadamu aweza kuepukana na dhana kwa mujibu wa vitabu vya tafsiri. Mwanadamu hawezi kuepukana na dhana. Kila mwanadamu yaweza kupita katika moyo wake sehemu katika dhana ya kumdhania yoyote katika watu, lakini kwa sababu ambazo zaweza kumpelekea yeye ajenge dhana kwa yule aliyemuona kupitia kwa sababu hizo. Wakasema ima kwa kudhihiri alama kwenye uso wake, waweza kudhihiri alama kwenye uso wewe ukatoa dhana, ukawa na dhana, ukaweka dhana katika moyo, kwa namna ambavyo dhana waweza kuipata kwa kudhihiri alama kwenye uso wa mtu. Mfano, ukutane na mwenzako, wanavyoni wasema, na utakapokutana na yeye umuone kwamba kwa amekukunjia uso, amekunja uso, au amekukabili wewe kwa karaha vile, kama kwa utukivu, na ukajua kwamba kwa huyu si kaida, lakini naona kwamba kwa leo kipambana na yeye amenikunjia uso. Ikapita sasa, hapo lazima tapita kwenye moyo wako dhana, pita kwamba kwa Tanzania vitu fulani, kwa sababu wa ile alama ulioiona ya kule kukunja kwako uso wakati ambapo amekabiliana na wewe ama amekutana na wewe.
kama walivyosema baadhi ya wanavyoni. Mmoja ni mwenye Tafsirul Maraghi yasema, wala yahrumu suu dhanni, si haramu dhana mbaya, illa mimman shuhida minhu satru wassalah, isipokuwa kwa yule aloshuhudiwa kwake sitara na salah. Salaha mtu wa kuchengeza chengeza, ni mtu wa kupenda kuchengeza mambo, na ni mtu wa sitara na uadilifu alojiweka kisawasawa. Kwa hivyo ina maana ni haramu dhana mbaya kwa mtu kama huyu. Mtu kama huyu sasa ni mtu ahlus salah, kundhania dhana mbovu ni haramu, lakini ina maana kwa mwenye tabia mbovu na alodhihiri kwako kwa alama kati ya alama ambao ni ya karahia au ni alama ya al-abus, mtu kukunja uso, ukajenga dhana kupitia kwa alama kama hizo. Lakini kwa mtu ambaye unisat minhu al-amana, imepatikana kwake uaminifu, wajua kwamba kwa mtu ni muaminifu, usitoe dhana mbovu kumdhania mtu kama huyo. Ama mwenye kujihirisha maovu, mfano wewe upite katika haya night club, uenda ukapambane na jamaa, huingia hapo, hebu niambia, kwenye moyo wako wewe utadhania nini? Utadhani kwamba kwa mtu ni chafu, kwa sababu hapa si pahala pa kuingia watu ambao ni wazuri. Dhana hapo itajengeka. Ndipo wanavyoona wakasema haliepukiki la mwanadamu kujenga dhana, lakini kwa karina. Karina ni upate sababu ambao hiyo sababu itakufanya wewe uwe na dhana kwa mtu fulani kupitia kwa hiyo sababu. Umepita jamaa huko anaingia night club, ama upite na mtu mathalan amesimama na hawa warembo wa kisampuli hawa ambao kwamba kwa ni mahawara wachafu, lazima utajenga dhana hapa, utajenga kwamba kwa dhana mbaya hapa. Au mtu awe amerafikana na waimbaji hawa wahuni, tena katika waimbaji wanaume na wanawake, katika wale ambao wajulikana ni katika minal fawajiri, wanavyoona sema fala yahrumu suu dhanni bihi, si haramu kuwa na dhana mbovu kwa mtu kama huyo, si haramu, haingii kabisa katika hii hukumu. Lakini kinyume ni kuwa mtu ambaye uadilifu wake uko wazi, mtu ambaye ni ahlan lisalah, mtu ambaye alojiweka kisawasawa, wewe tayari ujenge dhana mbovu tu. Na maana wewe ukijenga dhana lazima utanena. Umeona jinsi sura inavyotufundisha, ukijenga dhana utatemka, ukitemka utakuwa umeingia katika kusengenya ambako kumetokamana na hiyo dhana yako, ukanena maovu, na yote imekusanywa katika aya hii ya 12 ambayo tunaitafsiri. Al-Allama Al-Uthaymin rahmatullahi alayhi asema, au min ahwalihi allati ya'rifuha al-insan minhu au min aqwalihi allati tusdaru minhu fayudhannu bihi dhanna as-su, fahadhihi idha qamat al-qarinatu ala wujudihi fala haraja ala al-insani an yadhunna bihi dhanna as-su. Asema ama katika hali zake ambazo azijua mwanadamu kutokana na yeye, kutokamana na maneno yake ambayo hupatikana wakati anapozungumza. Sasa kupitia kwa maneno yake anayozungumza akadhaniwa, mtu akaweka dhana ambayo si mzuri, mtu huyu ukipatikana karina ya kupatikana ile dhana mbovu kupitia kwa hiko kisababu, itakuwa mtu si ubaya kuveka dhana mbovu kwa huyu, kwa sababu ashaona alama ya uovu wake na alama ya kukufanya wewe ujenge ile dhana ambayo si mzuri. Baihaqi katika Shu'abil Iman kutoka kwa Sa'id ibn al-Musayyib asemaje Sa'id ibn al-Musayyib? Asema kataba ilayya ba'du ikhwani min ashabi rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, waliniandikia mimi baadhi ya ndugu zangu katika maswahaba za mtume sallallahu alayhi wasallam. Waliniandikia nini? Sa'id ibn al-Musayyib asema waliniandikia maneno haya, andha amra akhika ala ahsanihi
weka jambo la ndugu yako kwenye uzuri wake zaidi. Jambo la ndugu yako liweke kwenye uzuri zaidi, kwa maana weka dhana mzuri zaidi kwa ndugu yako Muislamu. Ma lam yati kama yaghlibu, iwapo tu haijakujilia wewe lenye kukushinda hilo. Manake laweza kukujilia la kushinda dhana mzuri kwa huyo ulondhani, lakini ukipata karina na alama, basi hapo masala mengine kama jinsi walivyozungumza. Lakini weka jambo la ndugu yako kwenye uzuri wake zaidi, iwapo tu haijakujilia lenye kukushinda wewe. Wala tadhunanna bikalimatin, usidhanie, usiweke dhana akilma kimoja, kharajat min imri'in muslimin, kilichotoka kwa mtu Muislamu, sharran, ukaweka shari, wa anta tajidu laha min alkhairi muhmila, na wewe ukawa kwenye kilma hiko wapacha cha khair, waweza kubeba ya kheri kwenye hilo. Yani kwa maana kilma tu alichokitoa mwenzako usikijengee dhana mbovu, ikiwa waweza wewe kukipatia ndia ya kukichukulia kheri kilma kama hiko. Kisha kasema katika walioniandikia mimi, waman arradha nafsahu lituhum, na mwenye kuitoa nafsi yake kwa tuhuma, fala yalumanna illa nafsahu, asilaumu isipokuwa nafsi yake. Asema waman katama sirrahu, na katika niliandikiwa mwenye kuificha siri yake, kanatil khiyaratu fi yadihi, khiyari iko mikononi mwake. Maana mwenye kuificha siri, khiyari iko kwake, kwa maana khiyari iko kwake, akitaka sasa aweza kudhabiti vile vile kama alivyostiri, na asipotaka aweza kuitoa. Sasa wewe ukidhabiti siri ni wewe, ukimpa mwenzako siri, sasa ule ulompa siri ana khiyari. Sasa hata ukimwambia usiseme hii siri, khiyari na nguvu ni yake. Akitaka aweza kuidhabiti, asipotaka aweza kuitoa hivyo hivyo. Kisha akasema wama kafa'ta man asa Allah ta'ala fika bimithli an tuti'a Allah fi. Wama kafa'ta man asa Allah ta'ala fika, hukumlipa yule ambaye amemwasi Mungu kwako kuliko mfano wa kumtii Mwenyezi Mungu kwake yeye. Wa alayka bi ikhwani sidqi, jilazimishe na wale ndugu ambao ni wa ukweli. Fakun fi iktisabihim, kuwa katika matumo yao na kushirikiana na wao kikazi, kwa sababu ni wa kweli. Fa innahum zinatun fi raha, asema marafiki wa kweli ni pambo katika mambo ya utulivu na raha. Wa uddatun inda adhimil bala, ni silaha hao wakati wa balaa kubwa zitakazotokea, kwa sababu marafiki wa kweli. Wala tatahawanu bilhalfi fayuhinaka Allah, usijidharaulishe kwa viapo vingi, Mwenyezi Mungu akakejeli na akakuweka chini, ukadharaulika kwa kudharauliwa kwa sababu aviapo vingi. Wala tasalanna amma lam yakun hatta yakun, usiulize ambalo halijakuwa mpaka liwe. Wala tadha hadithaka illa inda man tashtahi, usiyaweke maneno yako isipokuwa mbele wa yule ambaye tashtahi, wampenda na unamuheshimu, mwambie maneno yako. Wa alayka bisidqi, kisha katika niliyoandikiwa jilazimishe na ukweli. Wa in qatalaka, hata kama mtu takuua, hata mtu kama takuua, wewe simama kwenye ukweli. Wa'tazil aduwa, kajiepushe na adui yako. Wahdhar sadiqaka illa al-amin, jihadhari na rafiki yako lakini isipokuwa muaminifu. Muaminifu hana wasiwasi, lakini asema wala aminan illa man khashiya Allah, hakuna muaminifu isipokuwa yule alimuogopa Mwenyezi Mungu. Alimuogopa Mwenyezi Mungu ndiye muaminifu. Washawir fi amrika alladhina yakhshawna rabbahum bilghaib, mwisho kasema shauri katika jambo lako, washauri wale ambao wanamuogopa Mola wao kwa ghaib.
alladhina yu'minuna bilghaib, wanamuamini Mwenyezi Mungu kwa ghaib na wanamuogopa Mwenyezi Mungu. Ghaib ni kwa kuwa Mungu hatumuoni sisi, lakini tuamwamini kwamba kuwa yuko, na Mungu hatumuoni lakini tuna hofu ya kumwogopa yeye. Sasa wewe ushauri wako, washauri wale ambao yakhshawna rabbahum bilghaib, taka mashauri kwao na utapata mashauri mazuri. Haya ameyazungumza ili mtu katika maisha yake ajue arafikana na nani, yule unairafikana na yeye ni nani, kwa vipimo gani, na kwenye kutoa kwako maneno kwa huyo uliorafikana na yeye uyapime yale maneno kwa kumpima yule utakayerafikana naye. Ikhtar qarinaka wastafihi tafahuran, wenye kusema usema mchegue rafiki yako kisha umchegue kwa kujifakhiri, kwamba kwa huyu nimemchagua naweza kujifakhiri kwa sababu ni rafiki mzuri. Na kisha wengine wakasema ukitaka kujua mzuri wewe usimuulize kwanza uso wake, una habari wa kila jambo. Usimuulize mtu kuhusu tabia yake. Wewe Waarabu ndivyo wanavyosema, usimuulize mtu kuhusu tabia yake, uso wake una ushahidi wa habari zote. Uso wake utakupa ripoti kamili kwamba kwa huu mtu nani, nafaa mimi kurafikana naye ama sifai. Kisha kwenye aya kimetajwa kilma cha dhana. Hiki kilma cha adhan inakuja kwa maanin kathira katika vitabu vya lugha na walotafsiri katika vitabu vya wanatafsiri. Mmoja ni Ar-Raghibul Asfahani katika kitabu chake Mufradatu Alfadhil Quran ametafsiri kilma cha dhana kikileta maana. Hata Ibn Mandhur katika Lisanul Arab una alivyotafsiri kwamba kuwa dhana si moja. Wametuambiaje? Wasema adhannu yati bimaana liyaqin. Hii dhana huja wakati mwingine ikatafsiriwa yaqini. Na dhana, sisi tukitaja kilima cha dhana, ufahamu wa kila mmoja itakuwa ni shaka. Manake kuwa na dhana ya jambo una shaka ya jambo. Ule mfano nilopiga, umuone mjamaa ameingia baa na amemshika mrembo ambaye hakuvaa vizuri, amevaa mavazi haya ambayo si sitara ya mwanamke wa Kiislamu. Umuone mtu ameingia ndani, ameingia naye baa, hapo bila shaka utajenga dhana, na kujenga dhana ina maana utakuwa na shaka. Utakuwa na shaka, mbona huyo ameingia baa na amemchukua mrembo amevaa jinsi namna gani huyo jamaa? Lazima shaka itaingia. Sasa adhan mara nyingi sisi huiona kwa maana ya shaka, lakini kwenye lugha ya Qur'ani hatuwezi kukipa kilima cha adhannu kwa maana ya shaka moja kwa moja, kwa sababu imekuja kilima cha adhan si kwa maana ya shaka, imekuja dhann kwa maana ya uhakika na yaqini. Kana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kusema wara almujrimuna an-nara fadhannu annahum muwaqi'uha, ni aya iliyoko katika suratul Kahf. Wakauona waovu wakosefu wakaona moto, wakayakinisha na wakahakikisha kwamba kuwa wataingia. Ni kilima cha dhana, hakikusimama kwa maana ya shaka. Ni kilima cha dhana, hapo kimesimama kwa maana ya uhakika na kwa maana ya yakini. Ili pale aya inaposema wa amma man utiya kitabahu biyaminihi fayaqulu ha umqra'u kitabiya inni dhanantu anni mulaqin hisabiya fahuwa fi 'ishatin radhiya. Utakuta hapa kilima cha dhana, inni dhanantu anni mulaqin hisabiya, si kwa maana mimi nilikuwa na shaka wa kukutana na hisabu. Hapa kwa maana ya uhakika na uyaqini, na ni kilima cha dhana. Pia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala sema alladhina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim, suratul Baqara aya 46, wale ambao wanayakini kuwa watakutana na Mola wao. Ni kilima cha dhana, lakini hakikuja kwa maana ya shaka, imekuja kwa maana ya uhakika. Inakuja kilima cha dhana kwa maana ya alima, kana Mungu kusema wa dhanna Daudu annama fatannahu. Hapa wanavyoona wasema dhanna huna bimaana alima, akajua Daudi kwamba kwa sisi tutamfanyia mtihani.
min alfitna. Lakini wasema kama Raghib al-Asfahani asema wadhannu fi kathirin min al-umur madhmumun, dhana kwenye mambo mengi imelaniwa, imekatazwa, na hii ni dhana iliyosimama kwa maana ya shaka, kama Mtume kusema iyyakum wadhann, na watahadharisha nyinyi na dhana, na dhana zilizokusudiwa ni zile shaka nyingi na kudhania sana watu maovu. Fa inna dhanna akdhabul hadith, asema dhana ni maneno ya uongo. Siku zote ukimdhania mwenzako, dhana ikiwa ni mbovu, maneno siku zote yatakuwa ni ya uongo, hayana ukweli. Hii ni aya ambayo iko katika suratu Yunus, wama yattabi'u aktharuhum illa dhanna, hawafuati wengi wao isipokuwa dhana. Na hapa kwa dhana kwa maana ya shaka nyingi na kudhania kwingi maovu kwa wengine, na haya ndiyo yalotuletea sisi mzozo mkubwa katika mujtamai wetu. Ndipo ikawa ni moja kati ya aya inayotufundisha sisi adabu kwenye masala ya kumdhania mwenzako. Unatakiwa umdhanie kwa lapi, na unatakiwa ukomeke kwa upande gani, na unatakiwa uwe na kitu kinatoitwa dhana mzuri, husnu dhann, na ujiepushe na dhana mbovu ya kudhania wenzako. Na hili ndilo ambalo limeleta ukorofi mkubwa hata katika safu zetu. Dhana mbovu zimekuwa nyingi, hayapingiki haya Sheikh. Hii ni sura kamili iliyokusanya aya 18 kama sikukosea, na zote ni sura, aya zake hutufundisha sisi adabu. Kuanzia mwanzo wa sura mpaka leo tuko katika aya 12, bado twafunzwa adabu tu. Na leo twafunzwa adabu ya mtu kuwa na dhana mzuri na mwenzake, asiwe na dhana mbovu, isipokuwa kwa ulopata sababu kwamba kuwa hapa anaweza kujenga dhana mbovu kwake, lakini si kwa mtu ambaye uadilifu wake umedhihiri, ukweli wake umedhihiri, usawa wake umedhihiri, kisha ukawa unampa sifa mbovu. Ni makosa. Dhana ni maneno maovu ya uongo. Sasa angalia jinsi uadui ulivyo. Angalia kwa upande wetu sisi maduati, sumu hii iko na uovu huu uko. Nitakupa mfano mmoja tu, nitakupigia mfano wangu mimi mwenyewe. Wajua nikijipigia mimi mfano huwa ni wepesi watu kufahamu, ndio sivyo? Mwasemaje hivi sasa, kuanzia kesho mkaniona hapa kija kwenye darasa, huipaki gari yangu ya kisawa sawa pale, na paki gari yangu pale, kaifunga vizuri, kisha nikaingia, kisha nasomesha darasa hapa kawafanyie nadi, kakufichulia hapa niko hapo. Mwasemaje? Mutasikia maneno, itakuwa lazima kuna shaka chungu nzima, adhana mbovu. Aliipataje ile gari? Juzi alikuwa huponda mguu, endapo honda kwa miguu ama kumangamanga na watu wenye matatu, mbona leo na gari yake? Dhana mbovu, maneno mengi, usengenyaji mwingi. Kama ambavyo mimi si nje wa Mungu sifai kuwa na gari, basi eleweni ya kwamba kuwa liko karibu. Si niliwaambia ndinga ya kisawasawa yaja, na sitaki dereva yoyote hakunipeka tepeka mimi mwenyewe. Tumefahamiana? Dhana mbovu, kana kwamba kuwa shekhe kwa chika kanuni ya wanadamu hufaa keti acheseke. Shekhe katika kanuni ya mwanadamu, wanadamu hawa wa sasa kina gologolo hawa, hufaa shekhe aveoketizio cheseka to. Ama shekhe katika kanuni zetu huwatakave hutembea avae kanzu mwezi mpaka itoe sura za ngomba. Basi hiyo ndio zuhudi hiyo. Watu watambea, lakini huo ndio cha Mungu. Huo ndio cha Mungu. Na wako waloitukua fikhi kama hiyo, kwamba kuwa shekhe ni akai kinchafu ziachu za kupasuka, nguvu za ziraka,
Na ukiwa lakini pia Mtume si alikuwa akipiga nguo kiraka? Ndiyo, lakini yeye alokuwa akipiga nguo ziraka ndiye yeye alotuambia alislamu nadhifu fatanadhafu, na ndiye yeye alotuambia kwamba kuwa tanadhafu bikulli mastata'tum fa inna Allaha bana alislama ala nadhafa, jinadhifisheni kwa kila mnavyoweza, kwani Mwenyezi Mungu ameujenga huu Uislamu kwa usafi. Kisha katika swala zetu ikawekwa utwahara na usafi ni sharti katika kusali. Sasa mwatakaje mwalimu tu akae ovyo ovyo, awe mpaka kwamba kuwa husongana na matatu hafai, basi naye kuwa na kigari? Si vadilifu sisi, hatuna usawa katika dunia hii. Wewe peleka gari, uende utaka hapo na gari yako, huna tabu. Mimi siku na gari langu, wewe ndio unene, pengine unitole na darasa. Si haki, ni hasidi wewe. Au si hasidi? Ni hasidi. Uhasidi ni upi? Kama si uhasidi ungelisimama ahibba linnasi ma tuhibbu li nafsi, uwe na wewe una maneno mazuri kwamba kwa maduati yake ya Mungu hapa upata tabu ni kadhaa. Wakati mwingine huwataka kwenda pahala fulani, tena haraka sana. Mara nyingi huja tukafahamiwa kwamba kuwa mvavundaji wa ahadi kwa kuwa tumealikwa pahala fulani, mara ukaenda ukapambana na ikirahi la jami nini, na uko kwenye matatu za kuoza hizi, na madereva wenyewe ni hao hamnazo. Ukiwa na kigari chako japo kuwa ni KVT pia hukungia rohoni. Jamani, ni uhasidi, si neni jambo lingine, ni uhasidi. Tena hapo itakuwa ndana mbovu, ule ameiba aliipataje, ule ndio kwa siku hizi ndai achi hapo ufanya biashara ya magari, afanyeje mweliwa? La ilaha illa Allah, watakaje wewe? Wewe wataka hudai asimame msikitini kila siku ya Juma? Jamani, futari siapacha mwane naye, ndizo furaha zenyu? Hatutaki tena. Sasa nkugeuza mambo, haki ya Mungu tena. Mimi nasema serious, mfikiri pengine katika mambo yangu serious, Sheikh, haki ya Mungu tena. Ngojana. Tusifanyeni uhasidi jamani. Tuweni na dhana mzuri. Umejenga, itakuwa ilikuwaje? Alipataje hii nyumba? Bala mpaka siku nyingine tuliposhikwa, mpaka intelligence yetu wenyewe ilikuwaje? Mshahara wako upata ngapi? Ashaambiwa na mshahara nipachao kadhaa. Akaupigia mahesabu kwamba kwa kwenye mshahara huu wewe utakusanya miaka mingapi ati mpaka upate nyumba. Kamwambia upacha hivyo. Ikiwa kina Mariamu kwenye bibula walikwenda kudhirika chakula na hawakuiva chalitoka wapi wala hawakukipika, basi hachufai na siku katika miongoni mwa hao wema. Au hii inna Allaha yarzuqu man yashau bighairi hisab, ili picha ikenda zake, sisi hatufai kuingia kwenye mkondo huo. Basi twalingia na tutangia na tutafika. Inna Allaha yarzuqu man yashau bighairi hisab, Mungu tachupa makao ya halali. Inna Allaha yarzuqu man yashau bighairi hisab, Mungu atachupa magari kisawasawa, kikuvona barabarani nikupe nawe lift. Chuateni uhasidi. Ijtanibu kathiran min adh-dhanni inna ba'dha adh-dhanni ithm. Ndio mkondo nilopitia kwenye tafsiri ya leo, kwenye adabu tunaofundwa kwenye aya ya 12 ya dhana mbovu. Toyib, kisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kasema wala tajassasu, nitawatoleni riwaya nyinyi wenyewe na mtashangaa. Ndipo tukasema ya kwamba utamu wa Qur'ani, ndugu zanguni, ndio huu: kuyajua yaliyomo ndani ya Qur'ani na yalokusanywa na Qur'ani tukufu hii, upate utamu wake na matunda yake, ili upate kufikiria kwamba kwa kweli hiki ni kitabu cha kuchengeza mujtama, ikiwa mujtama wataka kweli kuchengea. Angalia hapa Mwenyezi Mungu kisha asema wala tajassasu, wala musichunguzane, musifanyiane ujasusi. Ibn Mandhuri katika Lisanul Arab asema aljassu jassul khabari. Jassul khabar
ni kule kutefuta habari. Kwenye hili likatoka atajassusu. Ukisema tajassastu lkhabara wa tahassastuhu, vyote ni vilma ambavyo katika Qur'ani imepatikana. Kwenye atahassusu iko katika suratu Yusuf, ya bani yadhhabu fatahassasu. Na atajassus ni kwenye aya tulonayo, wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'da. Wakasema wanavyoni, hii tahassastu wa tajassastu kwa maana mamoja, yote maana kuchunguzana. Na kwenye hadithi la tajassasu kwa jim, la tajassasu kwa maana ataftishu an bawatinil umur, ni kule kutefuta mambo yalofichana, mambo yamejificha. Sasa ukawa wewe upiga mbizi ukizuka tu, kwenda ukirudi tu, wataka kutefuta undani wake kuna nini. Wa aktharu ma yuqalu fi shar, Ibn Mandhur asema, na zaidi hili la atajassusu wa huwa taftishu an bawatin al-umur, zaidi hutumika kwenye jambo la shari na mambo ya shari. Hii mambo au jasusi mara nyingi hutumika kwenye mambo ya shari. Eleweni vizuri sana, kwa sababu ujasusi uko kwetu na sisi tuko katika baadhi yetu ni majasusi. Ikiwa ni dhana mbovu ziko kwetu sisi, katika madarisi dhana mbovu, katika misikiti dhana mbovu, twendapo twadhaniana. Ikiwa nkusengenya kuko kwetu, nkusengenyana tu, si katika madaris, si katika misikiti, hata baada ya kumaliza kutekeleza la faradhi, sisi huja tukafanya vikao vya kusengenyana. Sasa hamutaki yasemwe haya yataka yasemwe, muwe mwakuruzwa nayo siku zote na kupigwa nsasa nayo, kwenye kurekebika kwa taufiki ya Mungu ama kwenye kutorekebika, lakini iwe sura imewekwa wazi kwa mifano itakiwao. Yote haya yako kwetu sisi Waislamu, tena waumini. Ndipo tukanadiwa, enyi mulioamini, kisha tukapewa sharia ya kwanza inayomuhusu mtume. Enyi mulioamini, tukapewa sheria nyingine kuhusu mambo ya kusikia habari na bila uhakikisho. Enyi mulioamini, leo haya yamekusanya kwenye dhana mbovu, yamekusanya kwenye ujasusi, yamekusanya kwenye kuchunguzana, yamekusanya kwenye kusengenyana. Yote hayo yako katika hii aya na yako kwetu sisi waumini. Sasa sema hapa likatoka temko la aljasusu, ni kilima cha Kiarabu aljasusu. Na aljasus Ibn Mandhur kan tafsiri sahibu sirri shari. Sahibu shari ndio jasusi, mwenye siri za shari na kutaka siri za shari na kuchunguza siri za shari, au kutaka kuleta shari kwenye kuchunguza kwake, huyu aitwa jasus, sahibu sirri shar. Akasema kuna na mwingine anaitwa annamusu, na annamusu sahibu sirri alkhair, ni ule mtu wa siri za khair. Hata baadhi ya wanavyoni kwenye annamusu wakasema pia na alhasusu, na alhasusu pia wakasema ni sahibu sirri alkhairi, ni kama ile fatahassasu min atahassusi, ya bani yadhhabu fatahassasu. Sasa mwenye kufanya tahassus kwenye jambo, huyu ni alhasus, kwenye kutafuta mambo ya khairi. Kama mwenye kutafuta mambo ya shari aambiwe huu ni aljasus. Ndivyo alivyotuwekea wazi Ibn Mandhur, na kwenye aya ikaleta katazo la Mungu kusema wala tajassasu. Kisha sema faljim kwenye aljasus hada, au la tajassasu kwenye hichi kilma, an yatlubahu li ghairihi, ni kuitaka ile siri kwa wengine. Wa bilhai an yatlubahu li nafsihi, kwenye tafsiri nyingine.
Kukasemwa kwa jim, albahthu anil aurati, ni kutafuta aibu. Wa bilhai, alistimau, ni kuzisikiza zile aibu. Na zote wamepata, hawakukosa. Kwenye kutafuta aibu waweza ukapiga nkoi wewe mwenyewe ukaenda ukatafuta, ama waweza ukawakilisha wengine wakakutafutia. Ama kwenye kutakaza aibu waweza ukaketi ukasikiliza ya aibu kisha ukayapata na wewe ukaenda ukayatoa mengine. Wote tumefundishwa kwamba kuwa si adabu. Suratul Hujurat yasema si adabu. Adabu ni kuacha watu kuchunguzana. Lakini leo shekhe, haya yamekuwa ni maradhi katika umma. Wamekaa huchunguzana tu kwa upande wa uovu. Hakuna mtu uchunguzi wake ni uchunguzi kwa upande wa jambo la kheri. Uchunguzi ni wa mambo maovu tu. Na kuna watu shekhe hawaoni mema kwa watu. Kuna watu hutaka kuona maovu tu kwa watu. Hawa ndio sharru khalqillahi ala wajhi al-ard, ni viumbe viovu katika ardhi kama hii. Yani wewe umeketi kwamba kuwa huoni uzuri, waona uovu tu, waona maovu tu kwa watu. Hata mtu kwenye uovu alonao na mema alofanya kiasi kisipiche na mizani isipiche kwako, wewe ukawa pia ni uovu tu, ikawa hana wema hata mmoja alofanya. Wako watu kusampuli. Kwa hivyo jama, ni makosa kupitia na funzo tunalopewa katika aya ya 12. Haya ni maneno ya Ibn Mandhur katika masala ya wala tajassasu. Amma Ar-Raghib Al-Asfahani katika mufradatu alfadhi al-Quran asema aslul jassi massul irqi wa ta'arrufu nabdhihi lilhukmi bihi ala sihhati was-saqami. Anasema nani Ar-Raghib Al-Asfahani, asli aljassi, ambao hapa ndipo kilipopasuka kilima cha aljasus, wala tajassasu. Asema asli yake ni massul irqi, ni kugusa mshipa, wa ta'arrufu nabdhihi lilhukmi bihi ala sihhati was-saqam, na kutaka kuchambua kutaharaki kwake ule mshipa ili upate kujua hukumu ya afya ya mtu ama ugonjwa wa mtu. Ndipo ukienda hata kwa tabibu, yeye hukushika mshipa. Kwa nini hukushika mshipa wako? Ana ujuzi wa kutaka kujua kupitia kwa ule mshipa wako aliyoushika, kujua afya yako na ugonjwa wako, ili apate kutoa hukumu. Kwa sababu kwenye kutoa hukumu ya jambo mpaka ipatikane tasawuru ya ile jambo. Ndio wanausuli wasema alhukmu ala shay'in far'un min tasawwurihi, hukumu ya hukumu jambo ni sehemu ya kulisawirisha lile jambo. Hivi mimi siwezi kutoa hukumu ya jambo akukujibu swala lako mpaka nilisawirishe lile swala uliloliuliza, ili ndipo nipate kuitoa hukumu. Sasa hapa asema hii aslul jas ni kuushika mshipa na kutaka kujua kutaharaki kwake kwa kuhukumu afya ya mtu na ugonjwa wake. Kisha akasema na hii aljas ni akhasu min alhasi, kwa sababu aljasu ndipo palipotoka ujasusi, walhasu ndipo ilipotoka atahassusu ilotajwa katika suratu Yusuf, kwa kuambiwa wale ndugu zake Yusuf, ya bania, enyi watoto wangu, ya bani yadhhabu, nendeni fatahassasu. Tahassus ni kutaka kujua hali yake, na uchunguzi wa kutaka kujua alipo, uko hai amekufa, ni kumtefuta mtu. Hapa si masala ya kwenda kutotoboa aibu. Ndio tofauti iliyoko katika tulivyotafsiriwa. Akasema fa innal hassa ta'arrufu yadrikuhu alhiss, ni kutaka kuchambua ambako waweza kufahamu kupitia kwa hisia, na aljassu ni ta'arrufu hali man min dhalika, kujua hali akilichoko ndani ya yule ambaye umemchunguza.
na katika lafdhi la aljassi lilipasuka aljasusu. Uthaymin rahmatullahi asema atajassusu talabul maayibi min alghairi, ni kuzitaka aibu za wengine. Ugonjwa huu jamani hatunao, yani mtu kuketi kutaka aibu za wengine tu. Hii ni dalili ya kwamba hakujipima kwa kujishughulisha na aibu yake, na mtu yoyote akitojishughulisha na aibu yake, basi itakuwa kazi yake katika dunia hii ni kutotoboa na kutafuta aibu za wengine. Na tumeambiwa hakuna alokosa aibu, sisi hukosea hapo. Na pengine wenye kuwapa dawa nyinyi hawawapi dawa kwa kasi, ndipo pale mukaona tofauti ya kwamba kwa mbona huni hivi na wengine ni hivi. Mimi naweza kusema baadhi ya maduati wenzangu wamechangia katika mimi kuelewa makosa, kueleweka makosa. Hakuna jambo la kuacha wazi maadamu tuitafsiri sura ya ukweli. Kwa nini? Kwa sababu baadhi ya maduati wataka wawe ni mahabubu ya kupendeza mbele ya watu. Kwa hivyo hata la munkar nkulitefutia namna, tena namna ya hali ya juu, ili niliondoshe la munkar na uovu mimi nsichukuliwe. Hii ndiyo tabu ilokuja katika mujtamai wetu. Lakini kama ingekuwa la munkar, taufiki ni ya Mungu jamani. Wewe nkuweka mambo sawa tu. Manake mimi nina uhakika hata baadhi ya maduati leo utakuta wasemaje wewe kuhusu bayo? Wallahi tabu yake ni hivyo. Huko mmoja alosema pala tana tabu ni mpindanifu sana. Yule ndiye ambaye kwamba kwa ni nzicho sana ule bwana. Mwanachuoni mkubwa alosoma Arabuni, alotukua ishahada Ikuru kushinda kimo chake. Unena maneno haya. Sasa ule mwenye kumpokea kama huyu, yeye atasema angali huyu ni hu tena katika walimu wakuru sana. Tena amesoma nje, angalia msikilize anavyosema kuhusu bayo. Sasa tena kutapatikana salama hapo? Hakupatikani salama. Kwa sababu gani? Kwa sababu tayari mtu amechukua maalumati kwamba kwa hapana ndivyo alivyo. Tumefahamiana? Lakini hapana, biidhnillahi alkarim hatutageuza msimamo, kwani hatutaki pendo la watu sisi. Na tulipoamua kufanya hii dawa, hatukutaka kwamba kwa tutaka tuwe mahbubu mbele ya watu. Tunataka tuwe vipenzi mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa pale tutakapopata na pale tutakapokosa, hatukukusudia kukosa, lakini tuweni wa kweli katika hii dini. Tuweni wa kweli katika dini. Masala hapa yapo kwenye atatabu awrati nas, kufuata aibu za watu. Angalia katika hii sasa imeingia katika hata safu za maduati kama nilivyoambia. Kuna watu ambao kwamba kutafuta tu kukosoa, kikundi cha kukosoa. Mpaka wanavyoni hawakusalimika. Wanavyoni wakubwa shekhe hawakusalimika. Kwa kutuhumiwa, kwa kutolewa hukumu mbovu. Wallahi alazim, mimi tu moja katika uhakika niliopata, wallahi alazim, alipita mmoja hapa akasababisha mpaka vifo. Isababisha vifo kwa da'wa yake, na kaseti tunazo, kanda zake tunazo, hata kwetu sisi tunazo hizo kanda. Sheikh Faisal si alipita hapa, mawaidha yake akawa mazuri, tena mazuri mno, na akawa amethibitisha kwamba kuwa ni mtu wa msimamo. Sisi pia tulimuandama tukenda tukamrekodi. Urongo? Ana fatwa alitoa kumkufurisha Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz. Utankufurisha vipi mwanachuoni wewe? Angalia kwamba kuwa nyama mwanachuoni nsumu. Kwenye kipindi alichomkufurisha aliketi, siku akiketi alikuja kuyapata maafa Kenya. Wakafa watu wengine, lakini naye akafukuzwa. Alimkufurisha Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz. Si haki. Kwa nini unkufurisha Abdullah bin Baz?
ama ukufurisha Uthaymin, mijana zuoni mikubwa mikubwa, ati wewe uwe sasa unaanza madharau. Nyama ya wanavyoni jamani ni masmuma, na hutaweza wewe kwa ukitizi hunchafuna mwanachuoni tu, hunchafuna mwanachuoni tu, hunchafuna mwanachuoni tu, ukasalimika. Na wallahi dunia ni hihi, hawa wapigiwa matakbiri kwa kukashifu wanavyoni chungu mzima, na watu wanavyomfanyisha wanavyonchilisha hamasa na huku kashifu wanavyoni. Wallahi iko siku ijuao ni Mungu, udhalilifu huko, kwa sababu wanavyokashifiwa hawana hatia. Uwezi wewe ukawa kwamba kwa shekhe umekaa masaa 24 wewe unataka aibu za watu tu, aibu za mashekhe tu, aibu za mashekhe. Sivyo, wewe ni mtakatifu. Hatutaki rehema kwa walimwengu bwana. Na kama nkupigwa vita, licha kupigwa vita na mtu mmoja, tupigeni vita nyinyi nyote, lakini makosa masala tatabu aurat muslimin. Kisha watu ambao warathatul anbiya, pengine wamekaa kwa utulivu wao, wazee waheshimu, wewe ukawata sukuma mafatwa tu, sukuma mafatwa akuwafanya wanafiki, akuwafanya mafasik, akuwafanya makafiri, akuwafanya hivi mfatwa tu zitende katika dunia. Hapana, wale wenye kutolewa fatwa huwa wamedhulumika, na akidhulumika da'watul madhlum, wakisema Mungu atachulipia, Mungu atachulipia biidhnillahil karim. Yote hayo yako katika mafunzo. Kwa hivyo lazima tuwe na tahadhari Sheikh. Usiende kwenye msimamo wako wa kidini mpaka shekhe waheshimiwa wanavyoni kazi yao iliyoonekana. Sheikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Bazi kazi yake imeonekana katika dunia, na Mungu ni shahidi Sheikh, kama ambavyo kazi zimeonekana za kina Al-Albani rahmatullahi alayhi, kina Muhammad Saleh Uthaymin rahmatullahi alayhi. Ati leo kitoke kijichu hajamaliza hata thanawia, atitaka kukashifu wanavyoni wote wa Saudia kwa masala ambayo ni masala basitwa, bado hujapiga mbizi kisawasawa kwenye masala kama hayo. Tayari watu wafatwa kwa watu kwamba kwa wanazuoni gani, wanazuoni wa Saudia, kwani wanazuoni wa Saudia wamepata pia hapa, wanazuoni wa Saudia wamekosa pia. Kupacha na kukosa ndio ubinadamu, na ndio mlango wa ijtihadi uliowekwa talabatu ilmi. Kuna kujitahidi kupata na kuna kujitahidi kukosa, lakini adabu ipatikane. Leo utoe fatwa tu Sheikh, utoe kana hivi sasa kwamba kusema kwamba kwa kina Abdullah bin Baz walitolewa fatwa ya kukufurishwa kina Muhammad Saleh Uthaymin wote, kwa sababu katika Saudia wao hawakuleta ulinganizi wa mageuzi wa kutaka tahkim. Maskini watu taka wasome vitabu waate lisha na waate wazimu wa kihamasa, hamasa ambazo wingi ni ujinga kuliko elimu. Watu wasome vitabu vyao, waangalia kwamba kuwa wao katika da'wa zao na katika mamlaka namna ilivyo walishindikana kwa jambo gani, na kwenye kushindikana kwao msimamo wao ulikuwa ni msimamo gani katika dini hii. Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz ilikuwa ukweli anaosema, akiwaambia marais ukweli. Ni mtu kipofu kafifu albasar, kwenye kupitishwa na kutopitishwa tajuaje? Lakini haki ilikuwa akiwamwagia kweli kweli, na akitaka watu wache Mungu katika utawala wao, na iwe utawala wao ni wa kutabiki sharia ya Mungu. Leo tatokaje wewe kijitu Kenya utoe fatwa moja kwa moja kumkufurisha mtu kama huyo? Ni hayo kutaka aibu paka wanavyoni, kama kwamba kwa huna lako wewe, huna yanayokushughulisha wewe, yanayokushughulisha ni mambo ya watu wengine tu. Subhanallah. Uhasidi huu jana mimi niliutaja kwa mbali, lakini ilikuwa mfano huu wastahiki kupigwa leo kwenye hii aya ambayo ni ya 12 ya kutufundisha msifanyiane ujasusi, wala vile vile msiaibishane. Wallahi alazim shekhe, pana dai mmoja shekhe mbele ya umma kankashifu dai mwenzake, tena dai ambaye Mungu amempa mtihani kiwete, utembea kwa magongo. Sasa wewe badala ya kumuingilia yeye shakhsia,
waingilia kadari ya Mwenyezi Mungu kwake. Na jana mimi niliwaambia katika nini, katika vitabu vya tafsiri, si mambo ya kichwa changu mimi, na hakika haya pia nitaeleweka makosa, lakini potelea mbali, mimi niko tayari kwa wote. Kuingilia kadari ya Mungu niliwapigia mifano miwili. Mtume kusema la tasubbu dahra fa inna Allaha huwa dahra, usichukane wakati, usichukane zama, Mungu mwenyewe ni wakati. Nikawambia hufai pia kwenye kuchelewa kwako. Jamaa saa mbovu, saa mbaya bwana, saa mbaya. Saa si mbaya, ni hatari umemchukana Mungu kumwambia ni mbaya, kwa sababu Mungu ni wakati. Na jana nikawambia hayo kunifika mpaka mimi, mpaka wewe, mpaka kila mmoja. Huja tukashopokwa sisi, bwana saa mbaya, twende saa mbaya. Mungu mwenyewe ni wakati, na saa kipimo cha kupimia wakati. Ndipo somo la tauhidi hao wasuudi tunaotolea fatwa wamelichilia mkazo sana, kwa sababu ndio ufanifu wa dunia ni mtu kuvaa nguo ya tauhidi. Hapo sisi tulijuaje kwamba kwa kutukana wakati, kutukana zama huwa umetukana Mungu? Na ni hadithi ambayo ni sahihi. Kama ambavyo waweza kusababisha kutukanwa mamako, ikaja taabiri ya hadithi ya kwamba Mwenyezi Mungu amenlani mwenye kulani wazee wake. Watu pia wakastaajabu, mtu nlani vipi mzee wake? Mtume kafafanua, ni kuntukana mzee wa mtu, mwenye kutukaniwa mzee wake na yaka kutukana mzee wake. Sasa ni wewe uliontukana nani? Kisha unavyoona wakasema kilema chochote, ile kadari ya Mungu ilomfikia yeye awe vile, kama kadari ya Mungu ilivyokufikia wewe, kuwa na afya yako, kuwa huendesha magari, na gari uliendeshalo wewe hukulijepa, gari ulilolipata kwa halali ndako na afya yako. Gari la mtu mwingine alilijepa, gari la mtu mwingine aliyokwenda kuomba kwa matajiri. Tusiendeni kinamna hiyo, makosa. Ule alokukadiria afya ndiye alokukadiria yule ugonjwa. Ule alokukadiria wewe utembee kisawasawa na ujigambe na nini, ndiye alokukadiria wewe. Ule alokupa wewe afya, ukikaa kwenye steering unakanyaga vizuri kwa sababu miguu yako iko sawa, ndio alokadiria ule mwenye magongo kupanda gari awe huiendesha gari kulingamana na ile afya yako. Ni lazima uwe na adabu. Lakini hili lilinenwa msikitini darasani kwamba kwa mpaka ziwete sasa amekuwa hupeka magari. Kiwete hafai kupeka gari. Sasa hapa hukuingilia yeye moja kwa moja, umemuingilia Mungu alomfanya yeye kiwete. Lakini maskini haelewi mambo, hanchachukii. Kuchachukiwa mtu kufungua vitabu akaangalia mambo ya vitabuni yalivyo, kisha ukasawazisha mambo, ufanye bahthi ya kisawasawa, usende ukenda ukaondoka katika mkondo wa kadari, na huku mijitu kupigia takbir Allahu akbar, wewe wakashifu vilema. Kilema ukimuona wewe unisema alhamdulillah ala kulli hal. Ndio sunna iliyotufundisha, sunna ilivyotufundisha mpaka kilema upanda gari takbir, ndivyo hivyo. Wewe muone mtu hivi sasa jito, wewe ndio ulimtoboa lile jito, Mungu mwenyewe ndio alomkadiria. Na usifikiri vasokuwa na mato shekhe wataka, wallahi alazim shida, sio mchezo. Wende kwa dira shekhe, una fimbo yako kwa dira, na Mungu akavapa taufiki kufika watakapofika, na nikafifu albasar. Mambo ya Mungu usichezee. Ndipo jana nikawatafsiria athari moja inayosema usidhihirishe aibu ya mwenzako kwa kile alichopata. Mungu aweza kumwafu akakupa na wewe. Wewe ukijiona una afya yako sema alhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat. Ukimwona mwenzako ni nusu sema alhamdulillah ala kulli hal. Kuna miujiza, kuna mambo katika umbile la wanadamu kwenye kutembea kwetu, yote huwa mazingatio yetu sisi wenye afya, wenye mato, wenye mikono sawa sawa, wenye miguu sawa sawa, kuchukua dira sisi wa kujirekebisha, si wa kukejeli kwa kuingilia kadari ya Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla. Ndipo nikasema haya ndugu zanguni ni mambo ambayo yako kwetu sisi. Masala kutefutiana aibu tu na kuebishana sivyo. Kuna na upepo kufanyeje, kugeuka ukaja ukakugeukia wewe. Baada ya hapo
Mwenyezi Mungu kasema wala tajassasu. Hii wala tajassasu, umeona jinsi ambavyo wanavyoni wametuambia nini. Sasa hapa Uthaymeen kusema talabul maaibi min alghairi, farqu baina yake na baina tajassus ni kusema an yuhawila al-insanu al-itlaa ala al-aibi binafsihi, mwenyewe watafute aibu, na tahassus ni kuitafuta aibu ya mtu kupitia kwa mtu mwingine. Ni kama kusema wasemaje kuhusu fulani, angalia jinsi wanavyooni walivyosibu, na ni kweli tuweza sisi wenyewe shekhe fulani wasemaje kuhusu shekhe fulani, wasemaje kuhusu imamu fulani, wasemaje kuhusu mwanachuoni fulani. Imekuwa ni ugonjwa sasa katika dawa yetu, yani kikosi hiki huangalia tu mwanachuoni fulani ni vipi, mwanachuoni fulani ni vipi, kwenye vijisala vidogo ukapewa hukumu hata kutolewa katika safu ya ahli sunna wal jamaa. Machezo makubwa. Sasa wanavyoona sema al-aqilu, mwenye akili, huwa alladhi yatahassasu ma'aiba nafsihi, ni yule mwenye kutafuta aibu zake mwenyewe. Mwenye akili lakini ni yeye kuwa chonjo wa kuzitaka kuzijua aibu zake. Wayandhuru maaiba nafsihi, kisha atazame aibu zake mwenyewe, liyuslihaha, ili apate kuzichengeza, apate kuzisilihisha. La an yandhura fi maaibi alghayr, si kutazama aibu za mwingine, liyushiaha, ili apate kuzieneza. Na watu wamekuwa chonjo, kila siku wataka kujua leo nani kesho nani, leo nkanda ya nani kesho nkanda ya nani. Wana hamu akwenda kupumbaza saumu akisampulia. Si dini ndugu zanguni katika imani. Adabu hii twafundishwa katika suratul Hujurat, wal iyadhu billah. Ndipo Mwenyezi Mungu katika aya iliyoko katika suratul Nur asema innal ladhina yuhibbuna an tashia alfahishatu fil ladhina amanu, hakika wale ambao wapenda yaenee maovu kwa watu walioamini, lahum adhabun alim, wana adhabu kali. Hizi aya taka zionekane pia, na kama hazionekani, nyinyi mashabiki waonyesheni kwamba kwa kuna naonyo linalosema innal ladhina yuhibbuna an tashia alfahishatu fil ladhina amanu lahum adhabun alim. Wanaviona wanasema hadhihi adabun, hizi ni adabu, wa tawjihun, na ni mielekezo min Allahi azza wa jal. Mielekezo ya kukuelekeza wapi? Ila akhlaqin fadila, kukupeleka kwenye tabia ambazo ni njema, maamurin biha, zilizoamrishwa, wa akhlaqin manhi anha, na tabia zilizokatazwa ili upate kuziepuka. Ibn Kathiri kasema inna Allaha, hakika Mwenyezi Mungu, harama minal muslim, ameharamisha kwa Muislamu. Kumuharamishia nini? Damahu, damu yake. Damu ya Muislamu isimwage bileshi, usimwage damu ya Muislamu bileshi. Isiwe wewe kuua tu, uwe kwa jambo lako wewe kuua tu. Ukiulizwa mbona umeua, akisema adia, tatoa dia. Hao ni uhuni. Mpige nchi risasi, amekufa. Kesho umekosana kimaneno, huna chuma. Umechelewa kumfanyia mtu kitu, chuma. Ukichelewa chuma. Jamani, kisha kwambie hivi mvichwa wewe umevibeba. Hapana, kuna dia. Ndio dini? Ndio dini. Lakini akinenwa hayo kwa waungwana, itakuwa sinsimamo iandamwe dini. Hakuna dini bwana. Ni vipi tukikosanya kimaneno kitu? Hunichi ipi, unipiga risasi? Tumekosanya kimaneno tu, mpiga ngocho angalau mpate kuishi, unipiga risasi. Umekosanya na mwingine kimaneno tu, chuma. Umekuja kuambiwa tu kwamba kwa hunja susi, uje mpige chuma. Umekuja kuelezwa tu leo na simamo, uje umpige chuma. Serikali ya Kiislamu ikisimama, hao wenye ambao watakuwa raia wa nchi yako watakuwa wako wapi? Umewapeleka makaburini wote, na ukiambiwa useme kwamba kwa dia. Hosi ni uhuni. Dia
Hii sharia ya Kiislamu imezungumzwa shekhe, na vitabu vya Kiislamu vimezungumza hata katika masala ya dia. Sikumuua mtu tukishasema wacha nimeweka tu hapa au nimemuua, lakini pana badali yake kadhaa, na hiyo dia hata usitoe, ni makosa bwana. Tuenda kimbirimifu tukisha hatutaki kuambiwa, tuenda kinyamanyama tukisha hatutaki kuambiwa. Suratul Hujurati inatufundisha sisi adabu. Usimwage damu ya Muislamu. Sikilizeni tena, haya si yangu, damu ya Muislamu tu. Wa irdhahu, usivunde heshima ya Muislamu. Heshima zataka ziheshimiwane, lazima umpe adabu Muislamu, usivunde heshima yake, wala usitefute namna yoyote ya kuivunda heshima ya Muislamu. Umeona hayo yako, na alilihusia hili katika Hijjatul Wadaa. Lakini angalia leo namna tunavovundiana heshima, na tunavundiana heshima sisi mashekhe kwa mashekhe tunavundiana heshima. Kwa hivyo mashekhe gani? Mashekhe mwehu, mashekhe wahuni, mashekhe wakora. Lakini ikiwa shekhe si shekhe mkora, hatefuti namna akuvunda heshima ya mwenzake Muislamu, kisha kukapatana wengine wakawa simeme kidete kutaka kutetea watu. Toibu. Baada dhalika sema wa an yudhanna bihi dhanna su, pia kundhani ya Muislamu dhana mbovu. Sisi kwa sisi, nani alosalimika kwa dhana mbovu tu? Dhana mbovu. Hakuna mwenye kujasiri ya kwamba nimepata wasiwasi na mwenzangu taka kwenda kumweka chini. Hakuna hilo, hakuna kabisa. Ukipata la mwenzako, hakuna ya ayyuhalladhina amanu injaakum fasiqun katika suratul Hujurat, hakuna haya. Chukua hukumu tuende kabisa. Umeona tuko mbali na mafunzo ya sura. Wa an yudhanna bihi dhanna su. Hasan asema, sikilizeni kauli ya Hasan kufunga kikao chetu cha leo. Asema kunna fi zamanin. Muona hani maneno tumeyadondoa kwenye vitabu, alhamdulillah, si maneno ya vichwa vyetu. Hasan asema kunna fi zamanin, sisi tulikuwa katika zama adhannu fihi haramu, mambo adhana ni haramu. Hasani asema zama zetu tulizokuwa nazo, hii dhana kwetu ilikuwa ni haramu. Wa anta al-yawm fi zamani, lakini wewe leo uko kwenye zama. I'mal, fanya utakavyo. Waskut, nyamaza. Wadhunna fi nasi mashita, vadhanie watu utakavyo, na huna la kuambia, na likizidi ukipewa tapewa bashisha takbir. Hasani ndio anatuambia maneno kama haya. Sisi tulikuweko kwenye zama dhana kweli tulikuwa tukiona ni haramu, fai kundhania mwenzako haramu. Lakini nyinyi mko kwenye zama lijalo kwenye akili libirie, lialo kwenye mdomo liseme, kisha nyamaza, kisha uwe ni dhana mbovu tu kwa watu, dhana mbovu tu kwa watu. Hasan asema hivi. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam asema hata ukitaka kunsifu mtu, idha kana ahadukum madihan, ikiwa mtu pia ataka kusifu, faliyaqul, kwenye kusema kwake adabu, ahsibu kadha, ahsibu kadha, dhana dhangu mzuri kwake ni kadha ni kadha, wala uzaki ala Allahi ahadan, kisha mwisho useme sinchakasi yoyote kwa Mungu, kwa sababu Mungu katika Qur'ani anasemaje? Wala, subhanallah, msijichakase nafsi zenu, huwa a'lamu biman ittaqa, Mungu ndiye mjuzi wa kunjua mcha Mungu. Sasa usijichakase ukajiona kwamba kwa huna wasiwasi. Hata mwenye sifa mzuri waambiwa sema nina dhana mzuri kwake, ahsibu kadha wa kadha wa kadha, na sinchakasi kwa Mungu yoyote. Lakini wewe jitakase nafsi yako ili upate kunini? Kufaulu. Kad aflaha man zakaha wa kad khaba man dassaha. Lakini usijitokeze kwa watu kwamba kwa sina wasiwasi, mimi tu, na hali ya kuwa una naqais wewe chungu mzima. Tayib, naha Allahu ta'ala, mwenye maalimu tanzili kisha sema yote haya ni kwa kuwa Mwenyezi Mungu amekataza anil bahthi anil masturi, kwenda kutefuta kilichostiriwa, min uyubi nasi, kutokamana na aibu za watu, watatabu'i auratihi, na kufuatilia aibu zao tu ndio kazi yako, hatta la yadhhara hatta yadhhara ala ma satarahu Allah, mpaka kipache kudhihiri kile alichokisitiri Mwenyezi Mungu azza wa jalla. Iyyakum wadhann, na watahadharisha nyinyi na dhana mbovu. Fa inna dhanna akdhabul hadith, dhana ni maneno ya uongo.
Wala tajassasu, musifanyiane ujasusi kuchunguzana. Wala tahassasu, imekuja kwa atfu tafsir. Wala musishindane kwa mambo ya upuzi. Wala musihusudiane na mahasidi sisi Waislamu. Wala musibughudhiane bughdha chungu mzima. Wakunu ibadallahi ikhwana, kuweni waja wa Mungu ndugu, na undugu hachutaki mkelele nyingi tu. Ni hadithi aliyopokea Bukhari. Kisha Mungu kasema, wala yaghtab ba'dukum ba'dha, wala wasisengenyane baadhi yenu kwa baadhi. Anapenda mmoja wenu kula nyama ya ndugu yake akiwa amekufa, hilo mnalichukia. Mcheni Mungu, na Mungu ni mwingi wa msamaha, na Mwenyezi Mungu ni rahim. Kusengenya ni vipi? Akasema Mtume, ni dhikruka akhaka bima yakra, kumtaja ndugu yako kwa analolichukia, tena fi ghaibatihi. Maswahaba wakamuuliza Mtume, afaraaita in kana fi akhi ma aqul, waonaje ndugu yangu akiwa nayo niliyoyasemea, yale niliyoyasema anayo kweli? Sikilizeni maneno ya Mtume kama tunataka sunna. Mtume kasema, in kana fihi ma taqulu faqad ightabtahu, ikiwa unayoyasema anayo kweli pia umensengenya. Mbona ukwenda kumwambia mwenyewe? Wa in lam yakun fihi ma taqul, asipokuwa nao umenchangazia maovu. Ndizo diri. Kwa hivyo hukusalimika wewe kwa pande zote. Hata kama analo lilosemea, umensengenya kwa sababu umenena mwenyewe hako, si ushujaa. Na akiwa hanayo umentuhumu na kunchangazia ambao ni maovu. Sasa hapa twahitimisha kwa visa viwili hivi. Sikilizeni hizi riwaya. Mwanamume mmoja alikuja kwa Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu. Waqala lahu, akamwambia Umar, inna fulana yuwadhibu ala shurbi al-khamr. Bwana Umari, fulani amedumu katika kunywa pombe. Akaenda akamshtaki mjamaa. Faqala lahu Umar, akamwambia huyu mwanamume, yashrabuha idha alimtahu yashrabuha fa'alimni, ukimjua sasa uko katika kunywa pombe nijulishe haraka. Asema ule bwana akamuotea, ule bwana akauko katika pombe yuanywa. Akaenda kwa Umar haraka, fa'alamahu, akamjuza Umar kwamba ule bwana tayari wanywa pombe. Fadhahaba ma'ahu, Umar akaenda na huyu bwana hatta ntaha ila darihi, mpaka kafika kwenye nyumbani kwake. Kisa cha Amirul Mu'minina iko. Alipofika, fadakhala alayhi, akaingia kwa ule mjamaa ambaye wanywa pombe. Waqala, Umar akasema, anta alladhi tashrabu alkhamra, bwana wewe ndio yule ambaye wanywa pombe? Mmepata hiyo swala? Anta alladhi tashrabu alkhamra. Umar amwambia, wewe ni yule ambaye wanywa pombe? Sikiza jawabu. Huyu bwana akamwambia, wa anta tatajassasu uyuban nasi, na wewe ni yule ambao hutefuta aibu za watu. Subhanallah. Lau yajulikana na wengi, lau yajulikana haya na kila upande, na watu kayafafanua bila kuogopa na kujipendekeza, wallahi alazim machache angelipungua japo kwa uchache. Lakini sasa taabu, hayaonekani hayo. Ni Amirul Mu'minina huyo jamaa, tena mkali, amekwenda kushtakiwa fulani hunywa pombe, akatoka pamoja na yule alopeleka ripoti. Akaenda akamwambia, anta alladhi tashrabu alkhamra, wewe ni ule unaokunywa pombe. Na anayekunywa pombe akamwambia, wa anta alladhi tatajassasu uyuban nasi, na wewe ni ule unaotefuta aibu za watu. Umar kasema, tubtu alla auda, kuanzia sasa nimetubia kutorudia tena hili la kwenda kuchunguza watu tu kwenye vibanda vya nazi na nini. Utakiana nenda katefute futari upeleke nyumbani. Tumefahamiana? Sasa mtu wa nazi ukimfuatia kwenda kumwambia kwamba wewe huna nazi, hakujibu kama alivyojibu huu, atakujibu uovu zaidi. Kwanza kwamba mango ni ovu zaidi. Si wewe mwenyewe ndio ulikwenda kutefuta? Ulikwenda kutefuta ni wewe mwenyewe, kwa sababu levi ni muovu. Levi muovu. Levi mmoja shekhe kanena maneno machafu kwa mamake, maneno machafu kwa mamake, akapacha hizaya fi dunia wal akhirah. Hatari.
mama uko katika kichanda ngonjwa, niichie ni mwanangu, jua kuwa ni nchwa ntinde. Akaenda na mwenzake vote chakari. Walipoenda, ule ambaye huyu ni mamake kasema, mimi najua tatizo la mama. Tatizo la mama hataki kitu chengine, ataka hii. Akaelekeza kwenye dhakari yake, kuna khairi kwa ulevi. Basi ule mwenzake pombe lilichatuka pombe hapo hapo. Akasema, kuanzia leo sitaki tena kulewa. Kama kulewa kufikia hadi hii, hakulewa tena. Alosema maneno kama haya, hatunchambui ni hai tukamwombea Mungu, hatunchambui ufie tukansomea talqini. Umepata jamani? Watu wataka wewe na tahadhari sana. Umar akasema, nimetubu sitarudi tena. Nisikize na mlevi naye akamwambia, wa ana tubtu la audu, na mimi pia kwa sasa nimetubia sitorudia tena. Kama wewe umetubia hutorudia tena kufanya ujasusi wa kuchunguza watu, na mimi sitarudia tena kunywa pombe. Dawa ikapatikana na kila mmoja akawekwa pahala pake kwa lake. Ndio dini hiyo tunayo sisi. Wacha tumalize. Zaid ibn Aslam asema, Umar bin al-Khattab huyu alitoka usiku mmoja akiwa na Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ni katika maswahaba wakubwa. Mara katika kutembea kwao, idhshabbat lahuma narun, ukatoka miale ya moto, ikadhihiri miale ya moto. Wakaiona, faatayal baba, wakaja kwenye mlango ambao hiyo miale ya moto imetokea hapo. Fastadhana, wote wawili wakataka ruhusa. Fafutiha lahuma fadakhala, wakafunguliwa mlango wakaingia. Umar bin al-Khattab na Abdurrahman bin Auf wakaingia. Walipoingia, faidha rajulun wa mraatun, mara wakamuona mwanamume na mwanamke. Faidha rajulun, mara wakamuona mwanamume, wa mraatun tughanni, na mwanamke anaimba. Wa ala yadihi qadahun, na kwenye mkono wake pana qadah, chombo ambacho ilikuwa ameweka, hatujui alichokiweka nini, kama ni ntindi ama nini tutajua mbele ya safari. Sasa fakhala Umaru lirrajuli, Umar akasema kumwambia huyu mwanamume, wa anta bihadha ya fulan, wewe pia wafanya mambo haya? Kwa ile kwa kuwa alikuwa ameshika kile chombo, pengine akiona kwamba kuwa ni chombo cha ntindi. Basi alipomwambia hivyo, naye yule bwana akamwambia, wa anta bihadha ya amira almu'minin, na wewe pia kwa kuuliza huku, kwa kuchunguza amira almu'minin. Yaendelea kisa, akasema kumwambia mwanamke Umar, wa malladhi tughannina, waimba nini wewe? Tumekusikia waimba nini? Akasema mwanamke, nyimbo zangu ambazo nalikuwa kiimba bwana Umari, nilikuwa kiimba hivi, ataduruna mal ghaiba, mwajua kusengenya nini? Qalu, maswahaba wakasema, ndio nyimbo yangu, Allahu wa rasuluhu alam, Mungu na mtume wake ndiye ajuae. Qala, kisha mtume kasema, dhikruka akhaka bima yakrahu, kuntaja ndugu yako kwa analolitukia. Fakila, kukasemwa, afaraaita in kana fi akhi ma aqul, waonaje ndugu yangu akiwa nalo lile analosemewa? Mtume kasema, in kana fihi ma taqulu, ikiwa analosemewa, faqad ightabtahu, pia umensengenya. Wa in lam yakun fihi faqad bahattahu, na ikiwa hanalo umentuhumu na kunchangazia maovu. Hii ndio nyimbo ambao nilikuwa kiimba. Achumaliza. Alipatikana na visa bwana Umari. Sasa baada ya kumwambia in lam yakun fihi fakadhabtu, ayuhibbu ahadukum an yakula lahma akhihi maitan fakarihtumu, apenda ndugu yenu kula nyama ya ndugu yake ikiwa tayari amekufa, hilo mutalichukia. Hapa kasawazisha maiti, kwa kuwa maiti ikiliwa nyama yake, yeye mwenye kuliwa huwa anachambua, huwa hahisi, hachambui wala hajui anayemla. Akasawazisha na wewe ukinsengenya mwenzako, ule mwenzako hata hakujui kwa sababu hako. Ikiwa utalichukia, chukia kunena watu.
Omar karekebishika kwa hayo. Hiki ni kiwango cha mwisho ndugu zanguni katika adabu tunaofundishwa na hii sura, kwamba kwa mtu taka awe makini sana kwenye mambo kulingamana na tulipopewa ujuzi na hii sura. Ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini, ijtanibu kathiran minadh-dhann, jiepusheni na dhana nyingi. Inna ba'dha adh-dhanni ithmun, hakika baadhi ya dhana ni dhambi. Wala tajassasu, musichunguzane kwa kutafutiana aibu. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, musisengenyane, wasisengenyane baadhi yenu kwa baadhi. Ayuhibbu ahadukum, je anapenda mmoja wenu, an yakula lahma akhihi maita, kula nyama ya ndugu yake akiwa amekufa, fakarihtumu, mtachukia hilo. Wattaqullaha, namcheni Mwenyezi Mungu, inna Allaha tawwabur rahim, hakika Mwenyezi Mungu ni tawwab, mwenye kusamehe, rahim, tena Mwenyezi Mungu ni rahim. Hii ni aya 11. Insha Allah kesho tutaingia kwenye aya ya 13, na aya ya 13 kama ndivyo ni inna khalaqnakum min dhakarin wa untha, na hapo pia pana matata yake, lakini tutayazungumza yote kupitia kwa vitabu vya tafsiri. Hii at-ta'aruf litaarafu, na inna akramakum indallahi atqakum ni mambo tutakayokusanya kwenye aya tutakaoitafsiri kesho insha Allah. Tunamwomba Mwenyezi Mungu atuwafikie insha Allah.